Ndugu waandishi wa habari, napenda kutanguza shukrani zangu za dhati na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha tena siku ya leo. Nipenda kushukuru Mwenyezi Mungu tena na kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania, kwa kuendelea kufungua fursa mbalimbali za uwekezaji, lakini kwa mahusiano yake bora kwa mataifa mbalimbali. Kwanza nichukue nafasi hii azimu kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwarejesha Watanzania waliokuwa wamekwama nchini Dubai kutokana na machafuko, ghasia za kivita dhidi ya Irani na Israeli. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyojua nchi yetu ni kisiwa cha amani. Bila amani haya tunayokuja kuyazungumza leo tusingeyazungumza. Kwa tuna kila sababu ya kuweza kupongeza serikali yetu inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pamoja na Waziri Mkuu na Baraza la Mawaziri kwa kazi kubwa ambazo wanazifanya. Nimepata ugeni hapa. Ndugu zangu wageni wametoka DRC, Kinshasa, lakini alikadhalika wamekuja na neema. Nikaona si haba neema hii kuitangaza kwa Watanzania wote kwa ujumla, waweze kuisikia na waweze kuchangamkia fursa. Fursa hii inalenga hususan swala zima la kwenda kuwekeza katika nchi jirani, nchi ya DRC, eneo la Kalemi, ambapo kuna madini mengi ya uzalishaji yanayochimbwa pale. Kwa sisi kama Watanzania tupata fursa ya kuweza katika mataifa mbalimbali waliochagua kwenda kuwaalika, lakini wakaona ni vyema waanzie katika nchi yetu ya Tanzania baada ya kuona mahusiano mazuri ya nchi yetu na nchi ya DRC. Marais hawa wawili, maana rais wa Tanzania na rais wa Kongo, wakaona ni vyema watushirikisha sisi wadau. Kwa hiyo mimi pia nimepata hiyo fursa kukutana na walengwa wenyewe ambao wamekuja na hilo wazo. Walikuwa waende kwenye nchi zingine, mataifa mengine jirani kama Namibia, Botswana, South Africa, lakini wameona waje Tanzania. Hii yote ni kwa sababu ya mahusiano mazuri serikali yetu ya Tanzania na serikali ya DRC. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wafanyabiashara wa nchi hii, mimi kama mwenyekiti wa madereva Tanzania, chama cha madereva Tanzania Long Distance Truck and Bus Drivers Association, nimeona si vyema tu kuzungumza na mmiliki mmoja wa nchi hii kwenda kumpa wazo. Nikaona ni vyema nishirikishe pia waandishi wa habari, kwa sababu waandishi wa habari tunatambua mchango wao katika taifa hili. Tunatambua mchango wa waandishi wa habari na umuhimu wao, sio tu mchango, umuhimu wao. Kwa hiyo jambo tunalolifanya ni jambo la Watanzania. Waandishi wa habari ni Watanzania, watalipeleka mahali husika na mwisho wa siku jambo hilo litakwenda kuzaa matunda. Ukiwekeza Kalemi utapata, ilikuwa ni nadra sana kipindi cha nyuma kuweza kupata Mtanzania kumiliki ardhi katika nchi ya DRC au kumiliki ardhi katika mataifa mengine, huwa ni ngumu. Kwa mara ya kwanza Mtanzania anakwenda kumiliki ardhi nchi ya DRC, eneo la Kalemi, atazalisha madini, atajenga warehouse pale, atajenga logistic, ataweka logistic pale, ataweka transport pale, atafanya kila kitu pale Kalemi. Kalemi ni very potential, yani tuseme ni sehemu moja muhimu katika sisi wa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania, niwaalike Watanzania, twende tukawekeze Kalemi. Watanzania pia watanufaika, lakini pia tutakuwa tuna ajira za kutosha. Maeneo ya kimkakati yaliyoko eneo la Kalemi ni Lake Tanganyika. Sawa, Lake Tanganyika ni karibu sana na Kongo. Not Kongo, ndani Kigoma. Sinaelewa vizuri Kigoma unavuka ndio hiyo, kuna boda hapo ya Kalemi. Lakini pia kuna sehemu inaitwa Manono. Ni kama kilomita 40 kutoka Manono kwenda center ya mji wa Kalemi. Kwa hiyo maeneo yale yamewekwa kwa ajili ya kimkakati kwa kuweza kujenga hizo warehouse, lakini pia Mtanzania kupata eneo hilo na kuweza kama ni uchimbaji wa madini
na kama ni uweza kufanya hiyo transportation ama kufanya logistic, kukusanya mizigo mbalimbali kuiweka pale, halafu inasafirishwa sasa kurudi kuletwa kwenye bandari zetu za wapi, za Tanzania. Maana bandari ya Tanga, bandari ya Dar es Salaam, huenda kapitia Mtwara. Hiyo yote ni fursa. Kwa hiyo hawezi mtu kuchimba madini hizo cobalt zinazozalishwa pale zikapelekwa zikaenda kupelekwa nani Durban. Kwa hiyo mzigo ule utakuja, utapakiliwa, utapitia hapa sarufa zao, zitapita Sumbawanga, njia Sumbawanga Road kwenda mpaka hiyo Kigoma. Kigoma inavuka wapi? Kalemi, ambapo tutakuwa tumeshatengeneza kama Tanzania sasa eneo la kukusanya mizigo ile na kuipokea pamoja na kufanya nini na kuitoa. Kwa hiyo haya maeneo ya kimkakati ndio yako hivyo. Tunaimani serikali yetu imefanya mazungumzo mazuri mpaka inafikia hapa. Kama leo asubuhi tunakuwa na kikao na watu balozi wa Kongo. Kwa hiyo kuna jambo ambalo linaendelea vizuri, kila kitu kimeshawekwa sawa kwamba Mtanzania ataweza kumiliki, nafikiri miaka 25 years miaka 25 anaweza kumiliki ardhi kwa ubia wa serikali ya Tanzania na ya Kongo. Kwa hiyo nafikiri shirika letu la uwekezaji sasa ni sisi wa Tanzania kuchangamkia fursa. Kwanza tutakwenda kuona lile eneo linalozungumziwa leo hapa linafananaje. Tutakapoona tumejiridhisha sasa, tutaomba utajaza fomu ya kuweza kujisajili uweze kuonekana wewe ni mwekezaji katika eneo hilo na unatoka nchi gani. Na tukizungumzia madereva, sisi tunaangalia sana kupata fursa za ajira. Sawa? Sisi tunaangalia sana kupata fursa za ajira kwa sababu ajira itakuwa ni nyingi. Kwa sababu kule Kongo Kolwezi madini yanazalishwa, bado mzigo unasombwa. Lakini pia kuna maeneo mengine pia yana madini mengi kuliko kule Kolwezi ambayo yako jirani. Kwa hiyo tunategemea kwamba wafanyabiashara watakuwa wengi kulingana na kasi kubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan anayoifanya ya kufungua milango ya uwekezaji. Kwa hiyo tuna imani kwamba alipofungua milango ya uwekezaji, watakao kwenda kuwekeza kule watakwenda Warundi ambao wanatokea Tanzania, watakwenda Wachina watapita Tanzania, watakwenda Watanzania wenyewe ambao wazao wa Tanzania watakwenda kuwekeza kule, lakini wataajiri wa Tanzania. Kwa hiyo ni fursa. Lakini pia kulingana swala zima la kimtaji, tunaona sasa ni namna gani tunazungumza na wao, kwa sababu hatuwezi kuingia ndani kwamba mtaji imekuaje, lakini tunapo taarifa za awali kwamba kwa sisi tukionyesha nia nzuri ya kwenda kuwekeza kwao, tutakuwa tuna asilimia kadhaa, asilimia chache sana ambao tutaweza tukatoa, hizo zingine wao watafanya nini, wanaweza kuzikava kama documentation na vitu vingine vinavyohusu masuala ya nini yale ya uwekezaji katika nchi hiyo. Kwa hiyo cha kwanza tuna mwaliko wa kwenda kwenye hiyo nini wanasema kwenye hiyo event ya kwenda kuona yale maeneo, lakini Mtanzania unaweza ukaenda wewe na nani yako kwamba mimi nahusika na nini, nitafanya nini katika eneo fulani. Kwa hiyo ukiona mtaji mdogo utaomba serikali yako kusaidie, ukiona mtaji mkubwa pia utawaza kufanya nini, kuendeleza kama unavyoweza. Lakini sisi tuamini sana serikali yetu ipo, itatusaidia kutushika mkono. Tukizungumzia madereva, sisi tunaangalia sana kupata fursa za ajira. Sawa? Sisi tunaangalia sana kupata fursa za ajira kwa sababu ajira itakuwa ni nyingi. Kwa sababu kule Kongo Kolwezi madini yanazalishwa, bado mzigo unasombwa. Lakini pia kuna maeneo mengine pia yana madini mengi kuliko kule Kolwezi ambayo yako jirani. Kwa hiyo tunategemea kwamba wafanyabiashara watakuwa wengi kulingana na kasi kubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan anayoifanya ya kufungua milango ya uwekezaji. Kwa hiyo tuna imani kwamba alipofungua milango ya uwekezaji, watakao kwenda kuwekeza kule watakwenda Warundi ambao wanatokea Tanzania, watakwenda Wachina watapita Tanzania, watakwenda Watanzania wenyewe ambao wazao wa Tanzania watakwenda kuwekeza kule, lakini wataajiri wa Tanzania. Kwa hiyo ni fursa. Lakini pia kulingana swala zima la kimtaji, tunaona sasa ni namna gani tunazungumza na wao, kwa sababu hatuwezi kuingia ndani kwamba mtaji imekuaje, lakini tunapo taarifa za awali kwamba kwa sisi tukionyesha nia nzuri ya kwenda kuwekeza kwao, tutakuwa tuna asilimia kadhaa, asilimia chache sana ambao tutaweza tukatoa, hizo zingine wao watafanya nini, wanaweza kuzikava kama documentation na vitu vingine vinavyohusu masuala ya nini yale ya uwekezaji katika nchi hiyo. Kwa hiyo cha kwanza tuna mwaliko wa kwenda kwenye hiyo nini wanasema kwenye hiyo event ya kwenda kuona yale maeneo, lakini Mtanzania unaweza ukaenda wewe na nani yako kwamba mimi nahusika na nini, nitafanya nini katika eneo fulani. Kwa hiyo ukiona mtaji mdogo utaomba serikali yako kusaidie, ukiona mtaji mkubwa pia utawaza kufanya nini, kuendeleza kama unavyoweza. Lakini sisi tuamini sana serikali yetu ipo, itatusaidia kutushika mkono. Nous sommes contents pour cette conférence de presse. We are very much happy and honored for this press conference.
Nous vous remercions pour votre présence. We thank you for you being here. C'est une occasion énorme qui nous est offerte pour communiquer avec la Tanzanie. This is a great opportunity that is offered to us in order to communicate with Tanzanians. Expo Béton est bel et bien à Dar es Salaam Expo Béton is here in Dar es Salaam pour la tenue de la 11e édition d'Expo Béton qui aura lieu à Kalemi du 27 au 30 mai. with regard the Expo Béton edition that will take place in Kalemi from 27 to 30th of May. Expo Béton est un salon de la construction, des infrastructures, du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales. So Expo Béton is a trade fair for construction, infrastructure, urban development, corridors and special economic zones. Expo Béton existe déjà il y a cela 11 ans. And this is the 11th year that Expo Béton exists. Expo Béton a vu le jour en 2016. It started in 2016. Pendant les 10 précédentes années, The first 10 years, Expo Béton s'est tenu dans les différentes villes de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi. Expo Béton is organized for the 10 past years. Expo Béton was organized in different towns in DRC. Pour la 11e édition qui se tiendra au mois de mai à Kalemi, And as for the 11th edition that will take place in Kalemi, Expo Béton a comme thème principal Kalemi, capitale du lithium et carrefour stratégique au cœur du corridor africain de l'Est, du Sud et de l'Ouest. the next edition will be under the theme Kalemi, Lithium Capital and Strategic Crossroads at the heart of the African corridors of the East, South and West. Expo Béton met en avant la province du Tanganyika, Expo Béton has put ahead Tanganyika province, où nous allons brièvement parler des différents pôles dans notre thème principal. We are going to briefly speak under different briefly speak under different sectors, Les pôles sont les secteurs. and in different sectors. Nous allons parler de mines, We'll talk about mining, l'énergie, energy, l'emploi, employment, la logistique et le transport, logistics, les infrastructures, infrastructure, l'habitat. housing. Donc ça c'est le volet scientifique d'Expo Béton. And that's the scientific phase. C'est sur base d'un programme provisoire qu'on a maintenant And it will be revolved under a program que les différents décideurs, experts for which experts and decision makers viendront réfléchir who will gather to reflect et partager les expériences. and exchange experiences. L'une des raisons pour laquelle nous sommes ici à Dar es Salaam, One of the reasons why we are here in Dar es Salaam c'est parce que la RDC et la Tanzanie partagent le même lac. is because Tanzania and DRC shares the same lake, Nous faisons partie du pays de Grand Lac. and we are part of the Grand Lake countries. Donc géographiquement, il y a des opportunités de part et d'autre. So geographically, we have opportunities, different opportunities. Dans les volets économiques d'Expo Béton, The economic phase, nous vendons des espaces pour les sponsors et les exposants. so we do sales spaces for exposures, exhibitors. C'est pour faciliter la visibilité des entreprises qui viennent présenter leur société
lors de notre événement. So in order to facilitate enterprises to showcase their products. En dehors de la visibilité, il y a les réseautages, les B2B, les B2G, la vente promotionnelle, la présentation de maquettes et projets liés à la construction. Besides the showcasing, there will be B2B, B2B and B2G. De la même manière, Kolwezi Lualaba a connu les booms miniers à travers le cobalt. The same way Kolwezi Lualaba province knew the boom mining. Aujourd'hui, Kalemi, la Tanganyika, est le premier producteur de lithium dans le monde. And today Tanganyika is the first capital of lithium in the whole world. Nous voulons mettre en avant cet aspect. We would want to put this aspect in front. Parce que la plupart ignorent que Kalemi, la Tanganyika, a les minéraux rares, le lithium. Many are not aware of the strategic minerals that the Tanganyika province has. Voilà l'occasion énorme de développer les différents corridors de transport. So this is an opportunity to develop this corridor. Parce que l'insécurité n'est pas en République démocratique du Congo en général. So talking about insecurity, it does not concern the whole country. La guerre est uniquement à Goma, Bukavu et aux environs. So the conflicts are mostly in Goma, Bukavu, in those areas. Qui font partie des villes du nord et du sud Kivu. They part of the north and south Kivu. Kalemi n'est pas dans le Kivu. And Kalemi is not in the Kivu. Kalemi est dans la province du Tanganyika. Kalemi is in the Tanganyika province. À l'époque, c'était une partie du Grand Katanga. And it used to be part of the big Katanga. Donc, au niveau du Katanga, il n'y a pas la guerre. So in Katanga, there's no war, there's no conflict in Katanga. Okay. Tout le monde avait appris qu'il y avait un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. I think everybody heard that there were an agreement, a peace agreement between Rwanda and DRC. Nous sommes convaincus, dans 1 ou 3 mois, la guerre prendra fin. We are convinced in less than 3 months, the war, the conflict will end. En dehors de cela, il y a déjà le processus du dialogue entre les politiciens. Besides that, there's the dialogue going on, qui mettra fin aux parties occupées par la guerre. Which will end the conflict and war occupied, and which will end the wars and conflicts in those areas. Si nous sommes là, c'est parce que votre ambassadeur et notre ambassadeur sont convaincus qu'il n'y a pas la guerre à Kalemi. If we are here, it's because the Tanzanian ambassador in DRC, as well as the Congolese ambassador here in Tanzania, are convinced and are sure that the Kalemi province, the Tanganyika province, is quiet. Thank you very much, Mr. Bebe. Welcome. God bless you and your country. Okay, thank you. You're welcome, Tanzania. Tanzania is very happy. Okay? Enjoy it. Yes, madam. Yeah. You're welcome. Thank you very much. Okay. Yeah. You're welcome. Ni Bito. Expo Bito. Expo Bito. Oh, jina gumu sana jamani, kanisamee kidogo. Hivyo hivyo. Wameshaelewa kwamba hapa Tanzania tupo. Sawa eh? Asante sana. Karibu sana. Nashukuru. Asante sana. Nashukuru.